Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Shalom Summit TV. Nichukue nafasi hii kukupongeza sana wewe ambao unaendelea kutufuatilia ndani na nje ya nchi, na kwako wewe bado ambaye hajasubscribe, basi unapoendelea kutazama video hii endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi ni Rose Jotham, nina report kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center, kanisa linalopatikana wilaya Same mkoani Kilimanjaro, chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Arbogast Joseph Mramba. Na kwa siku ya leo nichukue nafasi hii kukukaribisha sana uweze kutazama somo zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu anayeenda kufundisha kuhusiana na maisha baada ya kuokoka. Na baada ya kusikiliza somo hili basi tutakwenda kuzungumza na waumini wa kanisa la TAG Shalom Christian Center, wataweza kuelezea ni kwa jinsi gani wameweza kupokea somo hili. Hivyo ninakusihi sana uendelee kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati ya somo hili. Karibu sana. Bwana apewe sifa. Amen. Ujumbe wetu wa leo unasema maisha baada ya kuokoka. Maisha baada ya kuokoka. Maisha baada ya kuokoka ni maisha mazuri sana. Ni maisha ambayo Mungu amemtengenezea mwanadamu baada ya Yesu kuja duniani. Maisha haya wakati mwingine yanatafsiriwa kibiblia kama kuzaliwa mara ya pili. Yesu akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Anazungumzia watu wanaozaliwa upya katika Mungu. Ule uzao wa kwanza wa mtu aliyezaliwa na baba na mama ni uzao ambao umetiwa unajisi. Ni uzao ambao mtu alipozaliwa aliishi kama baba yake, kama mama yake, akafuata dini au akafuata mila na desturi. Lakini Yesu alipokuja akasema mtu huyu ambaye amezaliwa na baba na mama, akitaka kuwa mtu anayeweza kurithi vitu vya kimbingu, anapaswa azalishwe mara ya pili. Anapaswa azaliwe tena. Kwa hiyo duniani humo kuna watu wamezaliwa wana uzao mmoja, lakini kuna watu wamezaliwa wana uzao mbili. Wana uzao wa kibinadamu, lakini una uzao wa kimungu. Watu hao wamezaliwa mara ya pili, na hao watu waliozaliwa mara ya pili ndio watu waliookoka, watu waliokombolewa na Bwana, watu ambao Biblia inawaita taifa takatifu la Mungu, watu ambao wanaitwa ufalme wa kikuhani. Hao ni makuhani wa Mungu, wana uwezo wa kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Wamepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Maana yake nge na nyoka nini? Wana uwezo wa kumkanyaga adui yoyote mwenye sumu kwenye ulimwengu wa roho. Nge na nyoka, nyoka anawakilisha shetani na nge ni viumbe wenye kudhuru. Watu hawa wamepewa mamlaka, na hawa watu ni wewe ambaye umeokoka, uliyezaliwa si kwa mbegu ya kibinadamu bali kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 12, anasema watu waliozaliwa si kwa damu wala nyama bali kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo tunaita ni maisha baada ya kuokoka. Mtu anakuwa ni mtenda dhambi, mtu anatokea kwenye mizimu, mtu anatokea kwa waganga, mtu anatokea kwenye ulevi, halafu anampokea Yesu. Maisha yake yanaanza upya. Maisha baada ya kuokoka ni maisha ya furaha, ni maisha ya kuwekwa huru, ni maisha ya kutolewa gizani kuingia nuruni, ni maisha ambayo mwanadamu anapewa mamlaka ya kiungu, ni maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu, ni maisha ya kutembea ukiongozwa na Mungu, ni maisha ya tofauti na maisha ya walio gizani. Hayo ni maisha baada ya kuokoka. Tuko pamoja? Sasa maisha baada ya kuokoka ni maisha yana taratibu zake, yana namna zake za kuishi. Kuna namna ya kuishi baada ya kuokoka. Ukishaokoka, ukishazaliwa mara ya pili, hauwezi kuendelea kuishi maisha yale yale uliokuwa unaishi zamani, kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Na kama mtu akisema ameokoka au akisema amezaliwa mara ya pili, tunamwona anaishi maisha yale yale, tunagundua kwamba mtu huyu bado haelewi maana ya kuokoka. Tunaelewa kwamba mtu huyu bado hajabadilishwa. Tunaelewa mtu huyu bado hajazaliwa mara ya pili. Mara ya pili, mtu anapozaliwa mara ya pili anatokea mtu mpya. Sura itaonekana ile ile, nguo zako ulizokuwa unavaa utavaa zile zile, lakini namna zako za kuishi zinabadilika kabisa.
Desturi na mila ulizokuwa umezoea, kanuni na mifumo ya kizamani inaondolewa, unapewa mifumo mipya ya kimaisha. Unakuwa, Biblia inasema ya kale yanapita, unakuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya. Tunapookoka tunaanza maisha upya. Amina wapendwa. Tukiokoka ni kama tunaanza maisha upya. Tukiokoka, mpendwa unayenisikia, maisha yanaanza upya. Kwa hiyo tunaanza kwenda kanisani upya. Hata kama kanisa unalosali ni hilo hilo, lakini ukiokoka unaanza maisha mapya nyumbani, mtaani na kanisani. Maisha yanaanza upya. Na Mungu anachokifanya cha kwanza, ukiokoka anakubadilisha, unakuwa mtu mwingine, unakuwa mtu mpya, unakuwa mtu ambaye ni kiumbe kipya rohoni. Hata ulimwengu wa giza ukikutazama unang'aa, unakuwa na nuru tofauti na ulivyokuwa. Kitu cha pili ambacho Mungu anakifanya, anakupa mtu anaitwa mchungaji. Anakupa mtu atakaye kulea kiroho. Haya ni maisha baada ya kuokoka. Unapewa mchungaji. Huyo ni mtu muhimu sana kwako. Unapewa mtu gani? Mchungaji. Huyo mchungaji atakusaidia kukuelekeza njia ya Bwana. Kwa hiyo unapookoka ukaja kanisani, utakutana na mtu anaitwa mchungaji au wachungaji. Kuna makanisa mengine yana mchungaji zaidi ya mmoja. Kwa hiyo Mungu anakupa hao kwa ajili ya kukulea. Sasa Mungu anasemaje juu ya maisha baada ya kuokoka? Waebrania 13:17. Maandiko yanasema watini wenye kuwaongoza. Watini wenye kuwaongoza. Sasa hapa nazungumza na watu wengine wako mbali. Nazungumza na watu wengine ambao hawako kanisa hili, lakini unakuwa na mtu anaitwa mchungaji. Wapendwa, mtu yoyote, mshirika asiyekuwa na mchungaji, huyo ni kondoo asiye na mchungaji na anapotea tu. Na wale washirika ambao hawana mchungaji maalum ni hatari sana kwenye maisha yako. Ni maisha hatari sana. Mungu ameweka utaratibu mpendwa. Unajua, nataka niwaambie kitu. Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Sawa? Kwa hiyo Mungu hayupo tu. Na unajua Wayahudi ndio walimjua Mungu wa kweli na wakamcha Mungu wa kweli. Walifuata taratibu zote za Mungu na walifanikiwa sana 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 sana. Walifanya vitu vikubwa mpaka dunia ikashangaa, kwa sababu walipomjua Mungu wa kweli walimfuata kulingana na kanuni zake. Leo kumetokea wokovu usiokuwa na kanuni. Unaelewa wokovu usiokuwa, watu wanataka kuwa free, wafanye wanachotaka wao, lakini sio neno la Mungu. Ukiwa mshirika namna hii utaishi maisha ya hewani na hutaona faida ya wokovu kabisa. Wokovu una taratibu zake mpendwa. Kuzaliwa mara ya pili unaingia kwenye kanuni. Hautaishi tu. Kuzaliwa mara ya pili unafanywa kuwa kiumbe kipya. Ile tabia zako za ukiburi, ukorofi zinakuwa hazipo. Unapata tabia mpya ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na wote tuliookoka tulikuwa na tabia fulani fulani ambazo hazikuwa sawa, lakini baada ya kuokoka tulijishusha, tukakubali kutii mamlaka, tukakaa chini ya mtu, tukalelewa, tukafundishwa. Kuna mahali tukaambiwa hapa usifanye hivi, hatukufanya. Kuna mahali tukaambiwa hapa, saa nyingine unaambiwa hiki hapana, na moyo unakuuma, lakini kwa sababu umezaliwa mara ya pili, tabia zile za ubishi zimeondoka, inabidi utii. Hiyo ndio tabia ya kimungu. Hapo maandiko yanasema watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Hii ni Biblia wapendwa. Na mimi nikiwa kama mchungaji, mara nyingi sana nitaomba kwa ajili ya watu wangu, kwa sababu napenda watu wangu. Mungu awatokee, Mungu awaponye, Mungu awalinde. Nitawaombea tu, na nitaomba baraka juu yao, nitaomba ulinzi juu yao, nitaombea watoto wao, kwa sababu natamani kuchunga kanisa lenye amani, kanisa lenye utulivu, kanisa la watu waliofanikiwa.
Biblia inasema mchungaji hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ndicho mfano alioonyesha Yesu. Kwa hiyo mchungaji yoyote anayejali atawajali watu wake. Biblia inasema anaomba, anakesha. Kukesha ni kuwawazia mema, si kwamba silali, lakini unawawazia wema watu wako. Kwa hiyo mchungaji wako anakesha kwa ajili yako, anakutaja kwenye maombi, anakutaja unaposafiri. Ndio maana tunawaambia wale wengine mnaosafiri, aga, mwambie mchungaji sitakuwepo. Kwani unapungukiwa na nini mpendwa? Kama ukimwambia tu mchungaji, mimi wiki hii sipo, au mwezi huu nitakuwa safari kikazi, maana yake ile inaonyesha kwamba una mtu ambaye yuko anakuwakilisha mbele za Mungu hata unapokuwa safarini. Umepata jambo zuri, unahitaji tu kwamba ile jambo zuri lifanikiwe vizuri. Kwani usimshirikishe mchungaji wako? Kwani atakunyang'anya? Ile tu inaonyesha kwa Mungu kwamba mtu huyu anaelewa, amezaliwa mara ya pili, anajitambua, anajua kwamba kuna kanuni kwa Mungu. Sawa mtumishi wa Bwana? Sawa mpendwa? Sawa rafiki? Amina. Kwa hiyo anasema watu hao wanakesha na watatoa hesabu kwa ajili yenu, na kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana inawafaa ninyi. Ndio maandiko yanavyosema kwamba unapewa mchungaji, ukiokoka unapewa mchungaji atakaye kuchunga. Sasa sisi hatuchungi watu kama tunavyochunga mbuzi. Watu ni watu wanaojifahamu, wana uhuru wao, wanafanya mambo yao, lakini tunawaelekeza katika njia ya Bwana. Hilo ni jambo la kwanza muhimu sana kulijua. Sasa tunapofika kanisani, tumeshaokoka, kuna vitu pia kanisani. Tunapokwisha kuokoka tukafika kanisa lolote, kuna vitu humo ndani ya kanisa. Hata hapa kwetu hapa kuna vitu vingi vinaendelea hapa ndani ya kanisa. Sasa nataka niongee kitu kimoja ambacho ni muhimu kukifahamu, wewe ambaye umezaliwa mara ya pili, wewe ambaye umeokoka. Makanisa haya ya Kipentekoste, tunaita makanisa ya Kipentekoste, hayafanani kwa kanuni zake, hayafanani kwa desturi zake, wala tamaduni zake. Kila kanisa lina utamaduni wake. Kila kanisa. Utamaduni nini kwa wale wasomi? Ni shughuli za kila siku za mahali fulani, au kwenye familia, au kwenye jamii, zile shughuli zinazofanyika pale. Kwa hiyo tunaposema kanisa hili lina utamaduni wake, hatutoki nje ya maandiko. Maana yake lina mambo yake. Na mambo ya kanisa hili, nisikilize vizuri, mambo ya kanisa hili hayafanani na mambo ya kanisa lile unalolijua lingine, au lile kanisa ulilotokea wewe. Mambo ya hapa yana utamaduni tofauti. Hata namna zake za mafundisho ziko na utamaduni wake tofauti. Ukimsoma Paulo ndio utagundua Paulo alikuwa ni mtu anayeweza kubadilika kulingana na desturi na mila na tamaduni za kila mahali anapoenda. Ndio maana anasema nilipofika kwa Wayahudi nilijifanya kama Myahudi ili niwapate Wayahudi. Nilipoenda kwa Wayunani nikajifanya mimi ni Yunani ili niwapate Wayunani. Nilipoenda kwa mataifa nikajifanya mimi mtaifa ili niwapate wa mataifa. Kwa hiyo alikuwa anabadilika kulingana na mahali watu walipo wakoje. Kanisa letu lina taratibu. Saa ya kumwabudu Mungu tunakuwa tuko macho kusikia Mungu anasema nini. Sawa pendwa? Sisi tumeokoka. Tunasema ukiokoka unabadilishwa. Ile tabia za zamani zinakuwa hazipo. Tunakutegemea uwe na tabia mpya. Tabia mpya tutakuona tu unavyokuja ibada zako, unavyomcha Mungu, unavyomsifu Mungu, tunajua huyu mtu kabadilika. Tukiona bado unajivutavuta, tunajua mwenzetu huyu ni wa kujikongoja, bado huyu. Kitu kingine muhimu, fanya ibada ichangamke. Unajua wanaofanya ibada ichangamke ni watu, si ndio? Tunaifanyaje ibada inachangamka? Shangilia. Tumesema sio msiba. Mahali penye point ya kupiga makofi, kwani makofi yako ni malemavu? Piga makofi. Mahali pa amina, sema amina kwa nguvu, si una mdomo. Bwana asifiwe. Nimalize tu kwa kusema tukiokoka tunabadilika. Amina. Tukiokoka tunafanyaje? Tunabadilika. Tunaondoa hasira, tunaondoa vinyongo, tunaondoa ile hali ya ukaidi tuliotoka nao duniani,
tunajua kwamba sisi tumefanyaje, tumebadilishwa, na kila mtu anamdhamini mwenzake. Unapokuja hapa kanisani utakutana, ukiokoka unakutana na watu tofauti na wewe, wenye tabia tofauti na wewe. Utakutana na wenye hasira, utakutana na wepole, utakutana na wanaoongea sana, utakutana na ambao hawaongei sana. Watu wa kila aina utawakuta kanisani baada ya kuokoka. Ukiwakuta hao, chukuliana nao. Amina. Kwa sababu watu wote hawawezi kufanana na wewe ulivyo. Watu wana tabia tofauti, wana mitazamo tofauti. Kuna wenye hasira sana, chukuliana na wenye hasira. Kuna ambao ni wakimya, usimhukumu kwamba na wewe mbona unakaaga kimya kimya tu. Yuko hivyo hivyo. Na umezidi maneno wewe, ana maneno mengi. Kwa hiyo amekuja kutengenezwa. Na hapa kanisani Mungu anawaleta watu wenye udhaifu ili watengenezwe, wafae. Kwa hiyo mtu akija hapa mwenye udhaifu usimhukumu, mwache, mpe muda. Baada ya muda fulani anabadilika. Kipindi akiwa kwenye, ndio maana niko hapa kukutengeneza wewe ambaye una shida. Baada ya muda hautakuwa vile ulivyokuwa. Baada ya fundisho hili kuna watu wengine ibada zao zitabadilika kabisa. Na siko hapa kukusema, niko hapa kwa sababu Bwana ameniweka kukutengeneza ufae zaidi. Amina. Ufae zaidi. Uachane na utaratibu wa zamani kabla hujaokoka. Ndio maana ujumbe wetu unasema maisha baada ya nini? Baada ya kuokoka. Mtazamaji, baada ya kusikiliza somo zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu aliyetufundisha maisha baada ya kuokoka, basi nitakwenda kuzungumza na baadhi ya washirika kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center wakielezea ni kwa namna gani wameweza kupokea somo hilo, na ninatumaini kuwa kupitia maoni yao utaweza kujifunza mengi zaidi. Hivyo ninakusihi sana uendelee kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Karibu sana. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina sana. Hongera sana na ibada ya leo. Asante, hongera pia. Asante. Tumeweza kujifunza somo zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Arubogasti Joseph Mramba aliyefundisha kwa siku ya leo, na amefundisha somo linalohusiana na maisha baada ya kuokoka. Kwa upande wako somo hili umelipokeaje? Kwa kweli somo hili kwa upande wangu mimi limenigusa sana, tena limenikumbusha mbali, maana baada ya mimi kuokoka kuna mabadiliko fulani ambayo niliyaona kwenye maisha yangu. Ndio. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika hayo yote. Mchungaji wetu ametukumbusha tena kwamba kuna maisha baada ya kuokoka. Kabisa. Kwa hiyo mimi baada ya kuokoka ninaona kabisa kuna vitu ambavyo nilikuwa navifanya sasa hivi sivifanyi tena. Unaweza ukamwelezea mtazamaji ni mambo gani ambayo ulikuwa unayafanya zamani na baada ya kuokoka umeona Mungu amekubadilisha na unaweza kufanya vile ambavyo Mungu anataka? Kwa kweli kabla mimi sijaokoka nilikuwa ni mtu ambaye kwanza nina kiburi sana. Siwezi kumsikiliza wala kumuona mtu mwingine kwamba ni bora, kwamba anafaa. Nilikuwa najiona kwamba mimi tu ndio ninayefaa. Kiburi changu kilikuwa ni kibaya sana kwa sababu siwezi kumheshimu mtu mwingine awaye yote. Ukisema unachotaka kukisema naona kama wewe sio, lakini baada ya kuokoka nilipata mabadiliko makubwa sana. Sasa hivi naweza kumheshimu mtu yeyote ambaye ninamuona mbele yangu na ninaweza kumtii pia kwa sababu neema ya wokovu imeingia ndani yangu. Nikawa na mabadiliko. Amina sana. Kwa maana hiyo tunavookoka Mungu anatubadilisha. Kabisa. Nina swali kwako. Kuna watu ambao wanaokoka lakini baada ya kuokoka maisha yao yanaendelea kuwa vile vile, kwa maana kwamba hawana mabadiliko yoyote. Kwa upande wako unaweza kumshauri vipi mtu kama huyo? Mimi naweza nikasema kwamba yani kwa habari ya mtu kuokoka na kurudi nyuma kuna vitu ambavyo labda vinamfuatilia, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Ndiyo. Na kwa wewe uliyeokoka ukakata tamaa ukarudi nyuma au kaona kwamba Mungu hawezi, ninakushauri tu kwamba bado kuna tumaini kwa Mungu wetu ambaye tunamtumaini. Amen. Kwa hiyo nikushauri kwamba usiache kuja kanisani, usiache kumsikiliza Mungu anasema nini juu yako, lakini pia usiache kumwomba Mungu. Usikate tamaa kabisa katika yale yote ambayo uliyaona kwamba baada ya wewe kushindwa umekata tamaa, unaona kwamba hautaweza tena kuendelea mbele. Na kushauri tu kwamba hatuwezi tukarudi nyuma kabisa, lakini tunaweza tukarudi nyuma baada ya neno la Mungu tu kusikiliza tena kwa upya, tunaweza kupiga hatua tena. Amina sana. Kuna watazamaji wanakutazama kupitia chaneli hii nzuri ya Shalom Summit TV. Unaweza kumwambia nini kwa siku ya leo kuhusiana na swala zima la kuishi maisha ambayo Mungu anayapenda au anayoyataka baada ya kuokoka? Unaweza kumwambia nini kwa siku ya leo?
Naweza kusema kwamba tunatakiwa tuwe watakatifu, tuendelee kumkiri yeye siku zote za maisha yetu, lakini pia ninapenda kuwakaribisha kwenye kanisa letu zuri la Shalom ambalo linafundisha. Tuna wachungaji wazuri kwa kweli ambao wanatuelekeza katika njia nzuri ya kumtafuta Bwana. Wanatufundisha maneno ya Mungu ambayo yanatujenga siku zote katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapokutana kwenye kipindi cha maombi, tunapokutana kwenye kipindi cha Bible study kujifunza neno la Mungu, kwa kweli tunapata vitu vizuri kwa wachungaji wetu. Tunamshukuru Mungu. Mungu anafanya vitu vikubwa sana. Na kwa macho yangu nimeshuhudia watu wakiwa wanafunguliwa, watu wakiwa wanaponywa, watu wakiwa wanapata neema nyingine tofauti na walivyokuwa. Na nimeshuhudia pia kwa waliobadilika. Kwa mtu ambaye nilikuwa namfahamu yuko hivi, sasa hivi namuona amebadilika kabisa. Kwa majina yangu mimi naitwa Avelin. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku njema ya leo. Nimekuwa na Jumapili njema ya baraka sana. Tumekuwa na ibada nzuri siku ya leo mahali hapa kwenye kanisa letu la Shalom Christian Center. Tumejifunza vitu vizuri. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake ambaye amenitumia siku ya leo, mchungaji August Joseph Mramba. Ametufundisha neno zuri sana, likanikumbusha mbali. Somo la leo lilikuwa linasema maisha baada ya kuokoka. Ukweli amenifanya kutafakari mbali sana, nilikotoka na nilipo sasa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kiufupi tu nimejifunza kitu kikubwa sana, maisha baada ya kuokoka. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Nikukaribisha sana wewe ambaye uko karibu, unaweza kukaribia kanisani kwetu. Tunakuwa na ibada nzuri, tunakuwa na mafundisho mazuri, usipange kukosa. Kwa hiyo wewe ambao unafuatilia, basi endelea kufuatilia, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kushare na kucomment pia. Cha kwanza ni mshukuru, somo la leo alilotoa ni somo zuri sana. Ametufundisha kuna maisha baada ya kuokoka. Kwa kuna maisha baada ya kuokoka, kuna vitu nyuma ulivyokuwa unavifanya, inabidi kuvaa wokovu mpya. Mtazamaji, na hayo ni maoni ya baadhi ya washirika kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center. Wameweza kuelezea mengi sana, wameweza kuelezea ni kwa jinsi gani wameweza kupokea somo hili, lakini pia umeweza kujifunza somo zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji August Joseph Mramba. Hivyo ni matumaini yangu kwamba kupitia somo hili na kupitia maoni ya washirika ambao wametoka kuelezea, umeweza kujifunza mengi sana ambao yataweza kubadilisha maisha yako. Hivyo ninakusihi sana kwa wewe ambaye upo karibu na kanisa hili, basi tunakukaribisha uweze kufika katika kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, kanisa linalopatikana wilaya Same mkoani Kilimanjaro, mji mdogo wa Digidigi. Na tunakuwa na ibada zetu kama ifuatavyo. Siku ya Jumatano tunakuwa na ibada ya mafundisho ya neno la Mungu, yani Bible study, lakini pia siku ya Ijumaa tunakuwa na ibada ya maombi na maombezi, na siku ya Jumapili kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili tunakuwa na ibada ya maombi, lakini pia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili tunakuwa na ibada ya wanafunzi na maandiko, na kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6:30 tunakuwa na ibada kuu. Hivyo tunakukaribisha sana uweze kufika kanisani kwetu. Tuna wachungaji wazuri sana ambao wameweza kutufundisha vitu vingi zaidi, na wameweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana ambao wameweza kufika katika kanisa hili. Lakini kwa wewe ambaye upo mbali na kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, ninakusihi sana uweze kutufuatilia katika channel hii ya Shalom Summit TV. Ni mengi mazuri ambao utaweza kujifunza. Kuna maombi na maombezi, kuna shuhuda mbalimbali, lakini kuna mafundisho ya neno la Mungu ambayo tunayarusha kwa ajili yako wewe, mdau wetu wa channel hii nzuri ya Shalom Summit TV. Kwa leo hatuna la ziada, tunakutakia wakati ulio mwema, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.